Kishuka pale kuna shamra za mapokezi, alafu tunaanza safari ya kuitafuta Ushirombo. Tutaondoka kwa pamoja pale na mashabiki wetu na wanachama wetu kuelekea Ushirombo. Tukifika Ushirombo, timu itakwenda kupumzika kidogo, alafu sisi tutaingia mtaani wazee wa kazi kwenda kuifungua sasa hiyo wiki ya wananchi na sherehe zake. Mpaka sasa hivi kwa hesabu za haraka na kusikitikia sana na waandishi wote ambao hamjasafiri kwenda Ushirombo, kwa hesabu za haraka kuna ng'ombe kama 80 hivi. Tutakula sana nyama pale kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Kuna wakati niliona mmesafiri, sio mmeenda wapi, sio mlilishwa nini. Tutakula nyama sana kesho pale kwa tukiwa tunakwenda kuizindua wiki ya wananchi. Lakini pia tutakuwa na shughuli mbalimbali. Nimeambiwa kuna orodha ya wasanii wako pale wanaletwa. Nimeambiwa kuna matawi ambao tutayazindua pale Ushirombo. Kuna shughuli nyingi zitafanyika pale kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Alafu mchana saa 7 sasa tutadumbukia ndani kwenye uwanja wa Bukombe tupate nafasi ya kuiona timu yetu ikifanya mazoezi ya wazi. Kwa pamoja tuenjoy timu yetu na tuangalie vyuma tulivyovisajili vinafananaje kwenye mazoezi. Baada ya hapo timu itaondoka kurudi Kahama, itarudi Dar es Salaam. Maana yake Yanga haitalala Ushirombo, inaondoka asubuhi, jioni inshallah timu imesharejea hapa kwa ajili. Hapa makao makuu ya club tutampokea mshambuliaji bora wa muda wote barani Afrika, Pira Shalulile. Leo saa 5 tutampokea. Maneno yamekuwa mengi sana huko mtaani. Yanga wamtambulisha hivi, mara sijui mchezaji hivi, mara sijui hivi. Nimeona pia kuna kikundi cha wahuni kimetengeneza picha, sijui Pita katambulisho Kuwait, sijui katambulishwa Qatar. Yote ni kiwango cha watu kutokuamini kwamba kweli Pira Shalulile atacheza Yanga msimu ujao. Nafahamu maumivu mnayoyapitia. Nafahamu jinsi mnavyofunga macho mkiwaza mabeki wenu, alafu mkimfikiria Pita Shalulile mnatamani hii habari iwe ndoto tu, huyu bwana asitue nchi hii. Na waomba wana Yanga wenye nafasi, leo usiku tuijaze makao makuu hapa tukimpokea Pira Shalulile, ajue amekuja kwenye timu kubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Kuanzia saa 3 usiku naomba wana Yanga tuwe tumefurika hapa tukiwa tunampokea Pira Shalulile kutokea njia hii, aone kabisa na kwenda headquarters, mahala ambako historia ya mpira imelala. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, kuanzia saa 3 mje hapa, ikifika 4:30 nafunga mlango. Hatuwezi kuwa tunamleta the greatest of all time kwenye upande wa kushambulia alafu kuwe kuna movement za watu. Pira Shalulile, naona kama Kaino una mashaka. He is the GOAT, greatest of all time kwenye upande wa washambuliaji. Hajawahi kutokea mshambuliaji aliyokamilika Afrika kama Pita Shalulile. Hajawahi. Imechezwa Champions League, imechezwa Confederation, hajawahi kutokea mshambuliaji aliyokamilika, package iliyojitosheleza kama Pita Shalulile. Na huyo mchezaji ni mali ya klabu ya Yanga. Na leo usiku atakuwa makao makuu hapa kuwasalimia wana Yanga na kuzungumza nao. Shughuli ikiisha hiyo nitawaambia kwa nini matukio ya Yanga msimu yameenda usiku tu. Saa 5 tu usiku. Tuna jambo letu pia kwenye hiyo saa 5 usiku. Yani mwaka huu tumejipanga kivyo vyote vile. Tumejiandaa. Kwa saa 5 usiku, waandishi mwisho saa ngapi nimesema? 4:30 nitafunga mlango. Tunazuia movement zote. Wana Yanga watakuwa wameshafika, wameshafurika hapa. Tunakwenda kumpokea Pita Shalulile. Nyie andaeni maswali, yeye atakuja kuyajibu. Si ndio Maana swali leo la kwanza, imekuwaje umechagua Yanga? Najua mnalo. Hilo mnalo, imekuwaje umechagua kama mnashangaa hivi. Yaani kwamba imekuwaje Pita umekuja Yanga? Yaani hamuamini. Anakuja saa 5 na kiti hiki. Atakaa mnyama Pira Shalulile saa 5 kwa mara ya kwanza mtamuona hapa.